Kinachoendelea huko nyumbani kwa Mwijaku ni mtiti mzito mno kwa kile ambacho kimetokea siku hii ya leo. Kinachoendelea nyumbani kwa Mwijaku, wanakuambia kuna varangati kubwa mno. Mke wa Mwijaku hataki kusikia wala hataki kutulia baada ya kuona taarifa ambazo zinamuelezea mume wake kuwa na michepuko nje. Wasichana ambao naelezwa kwamba ni wasichana wa chuo wakitaja jina la mume wake ya kwamba ndiyo bwana wao. Moja kati ya kitu ambacho leo kimechukua nafasi kubwa mno na kimezungumzwa mno na kimegusa kwa hisia watu wengi mno. Sasa kutoka nyumbani kwa Mwijaku, kwa taarifa ambayo nimeipata muda mfupi sasa hivi, ni kwamba mke wa Mwijaku amelianzisha varangati kumweka Mwijaku chini ya kwamba hiki kinachoendelea, hichi kilichotokea kina ukweli wowote. Unaambiwa mpaka sasa hivi Mwijaku hana cha kusema. Mwijaku kawa mpole, katulia tuli, hajui yazungumze nini mbele ya mke wake, kwa sababu video zinajiereza. Wanawake wale waliokuwa wanadhalilishana mitandaoni, kilichokuwa wanazungumza kinasikika na kila mmoja amesikia ya kwamba Mwijaku ndiyo yote kayataka hayo. Sasa tunaelewa kwamba mara nyingi tunamuona Mwijaku akiwa na mposti mke wake mitandaoni. Mara nyingi sana tunamuona akimposti mke wake kwenye mitandao ya kwamba yeye ni mwanaume ambaye amebahatika kuwa na mwanamke mzuri sana katika dunia hii. Yeye ni mwanaume ambaye amepata mwanamke bora mno, mwenye heshima, nidhamu zote katika nchi hii. Mwanamke ambaye anamcha Mwenyezi Mungu vizuri na vilivyo kweli kweli. Mwanamke ambaye hata kuja kuwahi kumsaliti hata mara moja, kwa sababu vyote anapata kwa mke wake. Sasa hiki ambacho kimetokea leo, watu wanaweza kujiuliza Mwijaku yale anayozungumza mtandaoni na hiki ambacho kinatokea hii vipi? Lakini wajuzi wa mambo wanakuambia ya kwamba ukiona mwanaume anamposti sana mke wake mitandaoni na kumsifia, yani mara nyingi anamsifia mke wake, ujue huyo mwanaume ni mapepe, hajatulia. Sio kwa mwanaume tu, hata kwa mwanamke. Ukiona mara nyingi anamposti bwana wake, yani anataka kujenga imani, yani ya kuaminika kwa huyo mtu ya kwamba kweli anampenda, yani ile kasoro isionekane. Kumbe kuna madhaifu mengi ambayo anayaficha kwenye hizo posti ambayo anaziweka, yani wanaficha makucha. Wajuzi wa mambo wanakuambia hivyo kwamba usiwape imani sana hawa watu ambao wanaposti wenza wao. Juzi nilikuwa moja kati ya shehe mmoja mkubwa sana hapa Tanzania, nilikuwa nikipiga naye interview, akanambia kwamba mwanaume kumposti mwanamke wako mtandaoni haimaanishi kwamba unampenda. Unaweza kawa unamposti kwa sababu unamuanika tu watu wengine wamuone ili nao wamfuatilie. Yani unamweka na yeye kwenye biashara za matangazo. Shehe mmoja mkubwa akasema kwamba hivyo, kwamba mimi si yeye hajawahi kumposti mwanamke wake tokea alipomuoa mpaka sasa hivi. Lakini unaweza kujiuliza, kuna matajiri wakubwa sana katika nchi hii. Unaweza kujiuliza, hivi unamjua mke wa Mohamed Dewji? Mke wake unamjua? Ushawahi kumuona? Au Balesa unamjua mke wake? Ushawahi kumuona? Gali GSM unamjua mke wake? Ushawahi kumuona? Hao ndio wenye mapenzi ya kweli na wake zao, hawawezi kuwaposti. Lakini kwa sisi ambao kajamba nani lialia, unawaposti mradi uamwanishe kwamba mnapendana, kumbe hakuna chochote. Hivyo ni vitu ambavyo nimezungumza na shehe mkubwa Tanzania. Sasa hiki kinaenda moja kwa moja kwa Mwijaku, kwa sababu yeye mara nyingi huwa anamposti mke wake katika peji za Instagram na kuandika maneno mazito kulikweli, ambayo watu wanaona huyu jamaa kweli amepata mke, anapendana. Sasa leo kimemrudia na kimemkuta nini Mwijaku? Kumbe unamposti, kumbe unamchiti. Yani unamposti mitandaoni, kumbe unamchiti, unamngonga kisogo kwamba wewe bwana, ngoja nikuposti mradi uone na kupenda, lakini nje kuna dogodogo vitoto vya chuo mimi napita navyo kama kipanga nishwa. Unakwambia Mwijaku kawa mpole sasa hivi, kapoa, katulia tuli. Watu wamezoea mbwembwe nyingi za Mwijaku
mitandaoni, lakini sasa hivi unaambiwa Mwamba kapagawa, kila baada ya nusu saa dakika 20 anaposti tangazo hata kama hajalipo. Yani hata lile tangazo ambalo hajalipo yeye analiposti tu. Yani mtu kavurugwa yeye anaposti ili bado sijaingiziwa hela kia ya post, ili mradi kupotezea mada. Lakini issue kubwa ni kwamba Mwijaku kaingia kwenye mfumo. Wanadada wanadhairishana huko wakitaja jina lake, hadi waziri wa jinsia na maendeleo ya wanawake Dorothy Gwajima naye ameingilia kati swala hili na kusema ya kwamba wale wadada ambao wamemdhalilisha yule mwenzao wachukuliwa hatua kubwa, na ikiwezekana hata vyuo ambavyo wanasoma waweze kupewa adhabu katika vyuo hivyo ambavyo wanasoma. Unavyojua kwamba ni wanavyuo wale. Hivi watoto wa chuo mna shida gani? Naweza tukaja hapa kwanza kwenu. Hivi mtu kama Mwijaku, mtu mzima kiasi kile, miaka 40 na wewe mtoto wa chuo miaka 21, 22, 20, kwenda kweli kumvulia nguo mtu mzima kiasi kile, anaweza kukuzaa? Wanakwambia mjini utaona mengi, lakini pia mjini hakuna mkubwa. Wakubwa wamewaacha huko vijijini, lakini sio mjini Dar es Salaam. Watu wamepagawa kweli, wanadeti hata na wazee wao. Yani mtu mwenye umri wa mzee wake mtu anaenda kujipachika hapo hapo, na tena anapata ujasiri wa kumuita bibi wake. Mtu mwenye umri wa baba yake anapata ujasiri wa kumvulia nguo na kumuita bibi wake. Eti umemvulia nguo bibi wangu, mwanaume wangu. Binti mdogo miaka 22, 21. Hii ni hatari kweli. Na leo sasa huko nyumbani kwa Mwijaku, leo anakaa Kigamboni, taarifa zinasema hapa kaliki na mwanamke anataka kumtimua Mwijaku. Yani amemwambia aondoke. Na nikajaribu kupita kwa wale wote ambao Mwijaku huwa anawazodoaga wakipata matatizo, na mzungumzia Haji Sande Manara. Yani pamoja na watu wengi baadhi ambao huwa mara nyingi Mwijaku anakoma nao akipata matatizo, kama juzi kati ya Haji Sande Manara alipata msara kidogo ya kuachana na mke wake Zairisa. Ishu ile Haji alivalia njuga sana na kusema Haji Manara amezoea kuoa na kuacha, kwa hiyo ni mwanaume malaya sana. Sasa leo nilikuwa nikipita kwenye page ya Instagram ya Manara, na nilikuwa nikiona kurudisha mapigo ya kusema umeona umezoea kusema wenzio sijui kina Mwambino malaya hawaoi, wanachezea watoto wa watu. Sasa umeona leo lililokupata ndugu yangu? Unaona kilichokupata? Umedhalilika sasa, umeaibika. Eti Mwijaku kadhalilika, kaaibika. Hii sio mchezo. Mwamba katulia. Imagine Mwijaku, mtu ambaye mwenye vibe zake mjini, mwenye matashtashi yake mjini, anakuwa mdogo kama Pertoni na jinsi ambavyo yupo. Bwana, hii ni hatari sana. Sasa waziri Gwajima anakuambia kufanyike juu iwe chini, wale mabinti waliomdhalilisha mwenzao wakamatwe, lakini yule ambaye amefanyiwa tukio lile naye achukuliwe, ili mradi akapate msaada wa kisaikolojia, lakini pia akatibiwe kwa jinsi ambavyo ameumizwa, sababu wenzako kwa wanampiga wanamuumiza. Imagine rasta zile wanazikata kwa kisu, wamemuumiza kweli. Maji ya moto hadi wamekuwa wanafanya kama kumnyoa. Wanawake hawa. Comment moja nilikuwa naona ya kwamba mmoja alikuja kwa comment akasema ya kwamba mimi ndio maana siwapendi wanawake wembamba. Yani yule ambaye alikuwa akifanya ile tukio, yule mdada ambaye anadai kwamba bwana yake ni Mwijaku ni mwanadada mwembamba. Kwa hiyo anakuambia wadada wembamba wana roho mbaya sana, lakini sidhani kama kuna ukweli wowote. Lakini kwa tukio ambalo lipo, hii pia ndio wadada ambao wasomi lakini hawana akili vizuri kichwani mwao, kwa sababu wao wote ni michepuko. Mwijaku na mke wake yuko nyumbani, wao wote wanaiba mwanaume wa mtu, alafu unakwenda kumpiga mwenzako na kumfanyia kitendo kile udhalilishaji, huku unajirekodi na unapata nguvu ya kuposti mtandaoni. Huo Mwijaku mke wake wa ndoa akiona itakuwaje? Ujui kama Mwijaku na mke wake wa ndoa unafanya kitu ambacho umekifanya alafu unaposti mtandaoni, huoni kwamba unaenda kujiharibia na wewe? Kwa hiyo kweli hawa ni watoto wa chuo, yani bado hivi. Hata waziri Gwajima anasema kwamba wasomi wazima mnadhalilishana
kila siku tunapiga kelele mambo ya ukatili wa kijinsia, leo hii mnafanyiana wanawake kwa wanawake. Yani ukatili wa kijinsia sasa mnafanyiana wenyewe. Waziri amesema hivyo na imemuumiza sana, na tamko la waziri likitoka maana yake ya kwamba lazima sheria ifuate mkondo wake. Kwa hiyo wale watu wamejikanyaga, lakini Mwijaku naye ameingia katika mfumo kama amezoea kusema wengine na kuchafua wenzake. Sasa hivi ameingia yeye kwenye mfumo, watu wanamzungumzia yeye kama mtu mchafu. Tena hivi karibuni alitoka Maka kuhiji. Sasa mtu ameenda kuhiji Maka, anakuambia kwamba mtu Muislam safi, alijiita Alhaji Mwijaku. Leo hii Alhaji kachafua hali ya hewa. Mange Kimambi anakuambia Alhaji Mwijaku kachafua hali ya hewa. Hiyo ni moja kati ya jambo zito ambalo limetokea siku ya leo. Mfuatiliaji wa Bato TV, unaweza ukaacha comment yako kwa hicho ambacho leo kimetokea na kina trendi kweli kweli. Yani kitu ambacho kina trendi. Imagine kuna seke la Simba leo, Simba Sports Club, mechi za kimataifa, lakini hili swala limechukua nafasi kubwa sana ya kuzungumzwa kweli kweli, linaenda sambamba pamoja na hili la Simba. Ni kwamba issue kubwa. Mfuatiliaji, acha comment yako, lakini pia usisite kubonyeza maandishi ambayo yameandikwa neno subscribe pamoja na alama ya kengele. Hizo zitakufanya uwe mtu wa kwanza kupata habari zetu kila ambapo tutakuwa tukiziposti hapa. Asante.